Kila mwalimu anatakiwa kuwa mwalimu wa neno la utakatifu, sio vinginevyo. Sio kuwapa watu matumaini ya uongo. Au kupandikiza ndani yao tu mambo ya dunia hii yanayopita. Mafanikio ya kupata magari, mafanikio ya kupata majumba, mafanikio ya kupata vitu vinavyopita. Tusiangalie yanayoonekana bali yasiyoonekana. Maana yale yanayoonekana ni ya muda tu, ni ya kitambo tu, bali yasiyoonekana ni ya milele. Haya ndio yatakuwa mafundisho ya mwalimu anayempendeza Mungu. Mwalimu anayempendeza Mungu atawafundisha wadogo hawa wamwaminio Yesu kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Hata kama kuna dhiki, bado tutaendelea na wokovu. Tunatakiwa kuwa uaminifu hata ikibidi kufa, na hapa tutapata ile taji ya uzima. Walimu wanaompendeza Mungu watafundisha hivyo, bila kujali watu wataondoka katika mafundisho yao, watu wataondoka katika makanisa yao, hawatajali hiyo. Ni nani tunayemshawishi? Je, ni Mungu au wanadamu? Kama tunatafuta kuwashawishi wanadamu, sio Mungu, basi tumeacha kuwa watumwa wa Kristo. Lakini kama kweli ni watumwa wa Kristo, hatuna kumpendeza duniani wala mbinguni ila mmoja tu, yeye aliyetuita katika utumishi wake. Mwalimu ambaye ndio kielelezo cha sisi walimu wote alikuwa Yesu Kristo, ambaye alikuwa angalii sura ya mtu, alinena kweli yote, walimjua hivyo. Katika Mathayo sura ile 22, Mathayo sura ile 22 mstari wa 16, Mathayo 22 mstari wa 16, wakatuma kwake wanafunzi wao pamoja na Maherodi. Wakatuma kwake wanafunzi wao pamoja na Maherodi, wakasema, mwalimu, twajua ya kuwa wewe mtu wa kweli. Mwalimu atakuwa na sifa hiyo. Wakatuma kwake wanafunzi wao pamoja na Maherodi, wakasema, mwalimu, twajua kuwa wewe mtu wa kweli na njia ya Mungu waifundisha katika kweli, wala hujali cheo cha mtu wa yeyote, kwa maana utazami sura za watu. Huyo ndio mwalimu. Na kama wewe unafuata kielelezo cha mwalimu wetu Yesu Kristo, utakuwa hivyo. Utawaambia watu iliyo kweli, ukijua kwamba hatuwafanyi watu wakae katika mafundisho tunayowafundisha kwa akili zetu. Lakini huyu Roho Mtakatifu, Bwana wa mavuno, aliyetuita sisi, aliyetupa wito wa kuvuna mavuno katika shamba lake, huyo ndiye mwenye kazi ya kuwaongoza watu tunawafundisha na kuwatia katika kweli yote tunayoifundisha. Sio wewe, sio sisi. Kazi yetu sisi ni kufundisha kweli na kujua yule Roho Mtakatifu ndiye atawatia watu katika hiyo kweli.
Ndio maana hapa hatuchuji neno la Mungu, hatuchuji kweli. Tuko hapa kutafuta umati. Ukiona kuja hapa kutafuta umati, hapa hatutafuti umati hapa. Ile njia ni nyembamba, hata kuiona ni kazi. Wanayoiona ni wachache, na wanaotembea kwenye njia ile ni wachache. Kristo akisema, amesema umati unatoka wapi? Walikuwepo watu wanakanyagana, wanafuata tu mikate wakati wa Yesu, wanafuata tu miujiza wakati wa Yesu. Lakini alipoileta kweli, alipoleta neno lile gumu kwao, wakasema neno hili ni gumu. Yohana 6 kuanzia mstari ule wa 60, neno hili ni gumu. Ni nani aweze kulisikia? Ni nani aweze kulitenda? Wengi miongoni mwa watu wale walisikia lile neno, wakamwacha, wasiandamana naye tena. Akawageukia wanafunzi wake thenashara 12, akamwambia, na ninyi je, mwataka kuondoka kama hawa? Njia nyeupe. Huyo ndio mwalimu. Huyo ndio mwalimu. Nami nimesimama katikati yenu kwa miaka 30 sasa, sijachuja neno hili, ili kutafuta umati, ili kutafuta sifa ya umati. Maana nachitaki adhabu hii kubwa zaidi, ambayo itakuja kwa walimu wanaowakosesha wadogo waniaminio, wamwaminio Yesu. Ndio maana wewe kama kweli ni mtumishi wa Mungu, utahubiri kweli, utasimama katika kweli ya neno la Mungu. Utaacha mizaha mbele ya watu. Watu wengine wanaowafundisha ni watu ambao maneno yale wanayosikia kwako yanaweza kuwa ya mwisho. Hawatapata nafasi nyingine ya kusikia, alafu wamekaa na wachekesha tu. Waambie hiyo kweli, ugusi pale panapouma. Ugusi kwa habari ya uchafu wao na ole wao kama wanakaa katika uchafu. Siku ile inakuja, na inakuja haraka. Utaingia katika daraja hili la 3 la hukumu. Ndio maana nasema tusio walimu wengi. Usifundishi kile usichokijua. Wako watu wengine ambao wanataka tu kufundisha, wanaona sifa kufundisha. Wanachukua tu maneno na wakipata somo moja, wamelisikia somo fulani la Kakobe hapa, wanachukua maneno 2 matatu hapo, wanataka kwenda kufundisha kwenye faraga fulani, ili waonekane ni walimu wa kipekee sana kwa somo hili moja waliokota mahali. Acha kupenda kufundisha. Kaa chini ujifunze. Maandiko yanasema wanapenda kuwa walimu wa sheria, huku hawajayafahamu yale wayanenayo kwa uthabiti. Timotheo wa kwanza sura ya 1 mstari wa 7. Timotheo wa kwanza sura ya 1 mstari wa 7. Wapenda kwa walimu wa sheria, ingawa hawayafahamu wasemayo, wala mambo yale wayanenayo kwa uthabiti. Lakini tunajua kuwa sheria ni
Ni Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 7 pale, wapenda kuwa walimu wa sheria ingawa hawayafahamu wasemayo wala mambo yale waenenayo kwa uthabiti. Hawajui yale wayanenayo kwa uthabiti. Hawajui yale wayanenayo kwa uthabiti. Wanazungumza tu, wanazungumza tu, wanazungumza tu. Wanafundisha ili mradi waonekane ni walimu mbele ya wengine. Lile neno halijahakikishwa ndani yao. Za mwalimu wetu Yesu Kristo sio tu alifundisha, lakini kabla ya kufundisha alifanya lile analofundisha. Katika Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 1, Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 1, Matendo 1:1, Matendo 1:1. Kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theophilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Yesu hakuwa anafundisha tu, alianza kwanza kufanya analofundisha, alafu ndio akafundisha. Hii ndio sifa ya mwalimu. Sio kama wewe unafundisha tu wakati uyafanyi. Unafundisha utakatifu usio uishi wewe mwenyewe. Unafundisha uaminifu wakati wewe mwenyewe hujui uaminifu ni nini. Paulo mtume anasema sehemu nyingine, alihakikishiwa juu ya neno lile nafsini mwake mwenyewe. Akasema I'm fully persuaded. Liamini lile neno, sio kwa juu, lilihakikishwa ndani yake. Sio kama wewe unasikia neno lakini halijahakikishwa ndani yako. Ndio maana ukisikia mwingine anafundisha kitu fulani, anakuambia hapa ni amani tu, ni amani tu, umeshachukuliwa na kila upepo wa elimu, umeshabadilika, umetoka katika sehemu yako, umetoka katika lile uliokuwa unaliamini mwanzo. Paulo mtume hakuwa hivyo. Yesu Kristo hakuwa hivyo. Yohana Mbatizaji hakuwa hivyo, hakuwa unyasi unaotikiswa na upepo. Paulo mtume alikuwa fully persuaded, alihakikishwa. Lile neno ndani ya lile neno alilofundishwa lilikuwa limehakikishwa ndani yake kwamba hivyo ndivyo lilivyo.
sio vinginevyo. Na mimi nimekuwa nasema sio mara moja, mara mbili, miaka mingi iliyopita, kwa habari ya imani hii, nilikwisha fika mahali ambapo panaitwa point of no return. Kuna ndege inavyoruka, hizi ndege za abiria zinavyopaa, inafika mahali fulani ambapo haiwezi kurudi tena ilikotoka. Sema ile ndio inaitwa point of no return. Ile ndege inalazimika kuendelea kule na kukwenda. Na huko nilikishafika miaka mingi iliyopita, nimehakikishiwa ili neno na lihubiri kwa sababu limehakikishwa ndani yangu. Sio unyasi unaotikiswa na upepo. Mke wangu alishafika hapo miaka mingi iliyopita. Point of no return. Si mahali ambapo upepo unaweza kumtikisa hivi. Sio unyasi unaotikiswa na upepo. Kama watu wengine wajinga wanaonong'ona, hey, Kakobe ameanza kuwa na hao, wasije wakambadilisha. Nani? Unamfahamu Kakobe vizuri? Nani? Labda mke wake unaweza kumbadilisha. Nani? Huyu? Sho. Hujamfahamu. Huyu ni mwanamke wa shoka. Wao wamekuja juzi hapa kanisani, ndio maana wanaropoka tu. Unatakiwa ukae chini waulize waliokuwepo zamani. Mwaka 2003 hapa tulikusanya watumishi wa Mungu kutoka madhehebu 262 ya Kipentekoste toka kote nchini. Mwaka 2003. Miaka 16 imepita. Walikusanyika hapa ulipo kwa siku 10. Tumeketi hapa tukijifunza neno la Mungu kwa siku 10. Tangu mapema asubuhi mpaka giza usiku, tukila pamoja. Madhehebu ya Pentekoste yapatayo 262, watumishi wa Mungu karibu 10,000. Kulikuwa na mahema mengi kule nje. Wakati ule kulikuwa na eneo kubwa kabla barabara hiyo haijapanuliwa hivyo. Na watu walikuwepo nyakati hizo, wanakumbuka walimu kutoka kila kona walikuwepo hapa. Miongoni mwa wahubiri waliokuwepo hapa alisimama kwenye madhabahu hii niliyopo. Alikuwa mchungaji Gertrude Rokatari. Wala tuliokuwepo miaka ile tunakumbuka. Amen. Tunakumbuka. Amen. Na watu wanafikiri ni mambo yameanza leo. Nafikiri ni mambo yameanza leo. Je, tulibadilishwa wakati ule?
Tulibadilishwa wakati ule. Ndio maana ukija siku za karibuni, tulia chini kwanza. Kaa chini ujifunze kwa waliokutangulia. Acha kuleta mdomo. Hapa wako watu ambao wamefika point of no return. Hatubadilishwi na upepo wa elimu. Kweli itafundishwa bila kugoshiwa. Na wao wanatakiwa kuifundisha hii kweli. Kinyume chake, usiwe miongoni mwa walimu. Acha kuwapa watu matumaini ya uongo. Ifundishe iliyo kweli. Uwe tayari kugharimika. Uwe tayari hata kubaki peke yako. Kule nyuma nilikuwa nawaambia watu tena na tena, ili neno ndivyo lilivyo, alichujwi. Kama uko tayari kukaa katika neno hili, kwa maana tumeweka milango mingi, unaweza kutafuta wa kwanza wa kutokea. Lakini niko tayari kuhubiri mabenchi. Kama unakuja unafikiri kwa fedha yako, sijui suti unanunulia ndio suti hizo zitanifanya nitoke kwenye mstari wa neno hili, suti zako unazipotelea mbali. Niko tayari kuhubiri nikiwa nimevaa blanketi. Ndio maneno tuliyotumia tangu tuanze hapa. Kwa sababu ndani yetu kuna hofu. Kuna daraja zito la hukumu kwa walimu ambao hawajui ni neema kuitwa watumishi wa Mungu. Ni neema kinywa chako kutumiwa na Mungu. Mungu anataka kinywa chako kinene iliyo kweli, ili watu wasikie yaliyo mapenzi ya Bwana, wajiweke tayari. Hilo ndilo daraja la tatu la hukumu. Ya ukali wa moto. Daraja la kwanza, shetani na malaika zake. Daraja la pili, mnyama na nabii wa uongo. Daraja la tatu, walimu wanaowakosesha waliookoka kwa mafundisho yao. Daraja la nne, nimesema yako matano. Daraja la nne ndio wengi wenu mtaingia kama baada ya leo hamtubu na kuacha hiyo tabia. Daraja la nne la hukumu itakuwa kwa ajili ya wale walioyajua mapenzi ya Bwana. Wale walioyajua mapenzi ya Bwana wao, lakini hawakujiweka tayari. Wale walioyajua mapenzi ya Bwana wao Yesu Kristo, lakini hawakujiweka tayari.
waliendelea tu kuishi wapendavyo, kama vile hawajasikia lile neno, kama vile hawajajua mapenzi ya Mungu, kwamba wamechaguliwa ili wazae matunda na matunda yale yapate kukaa. Hawa ndio wanatajwa pale tuliposoma katika Luka sura ya 12 mstari 47, watapigwa sana yote yule aliyejua mapenzi ya Bwana wake na asijiweke tayari, atapigwa sana. Ndio adhabu hii, ndio daraja la 4 la ukali wa moto. Narudi tena pale Luka 12:47, na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapigwa kidogo, atapigwa kidogo, atapigwa sana. Hili ndio daraja la 4 la ukali wa moto. Hili ndio daraja la 4 la hukumu katika moto ule wenye kutisha.